Kwa nini tumekuja leo kuhudumia wenzetu wenye ulemavu? Kama nilivyosema mwanzoni kwamba NIDA tunasajili kila kundi, na lengo letu tutoe kitambulisho jumuishi, inclusive ID. Kitambulisho jumuishi lazima uhakikishe kila group yatambuliwa. Sasa tumekuwa tukitoa huduma kwenye ofisi zetu za wilaya, ambapo mwananchi anakuja anahudumiwa, baada ya hapo anapata utambulisho wake. Sasa wenzetu wenye ulemavu mtafahamu, kuna changamoto mbalimbali, kuna wasioona, kuna ulemavu wa miguu. Kwa hiyo ukimwambia aje kwenye ofisi fulani na akapanga foleni na vitu vingine, inaweza kuwa ni changamoto kupata huduma. Kwa hiyo tukasema ili kundi, kwa sababu linatambulika, basi tutafute utaratibu maalum wa kusema pamoja ili tuwahudumie maalum. Hata kama wana changamoto mbalimbali, basi tuweze kuwasaidia, lakini pia kuweza kuwasikiliza na wenyewe waweze kutupa maoni kwenye huduma tunazozitoa, sababu lengo ni kuwahudumia, lakini pia tupate maoni ili maoni hayo yasaidie kuboresha tunapotoa huduma kwenye ofisi nyingine ambazo sio Temeke, za kwa labda Kigoma, Morogoro, popote pale ambapo tunatoa huduma. Kwa lengo letu ni kuja tuwasajili, lakini pia tupate maoni yao kwa ajili ya kuboresha huduma zetu. Katika ofisi zetu kwa kawaida tumeweka kipaumbele wanapokuja watu wenye ulemavu, wajawazito, wazee, huwa tunawapa kipaumbele. Kwa wanapokuja mtu yote mwenye changamoto yoyote ya umri, mjamzito, mtoto mdogo, tunampa kipaumbele. Kwa hiyo walemavu pia tunawapa kipaumbele. Lakini sasa hii tumepanga iwe ni zoezi maalum. Zoezi maalum tuwahudumie, lakini pia isaidie katika kutengeneza sera zetu za ndani, kwamba Jema Group haya tuendelee kuwahudumia katika ofisi zetu au tuwatengeneze mpango maalum ambao tutatekeleza nchi nzima. Kwa hii pia ni pati ya kujifunza kwa ajili ya kuwafikia makundi ya aina hii. Majina naitwa Restuta Simon Bujiku, ni afisa ustawi wa jamii na ni mratibu wa watu wenye ulemavu manispaa ya Temeke. Kwa kifupi nitoe shukrani zangu kwa niaba ya mkurugenzi wa manispaa ya Temeke kwa kuletewa zoezi hili la utambuzi wa watu wenye ulemavu katika manispaa yetu ya Temeke. Kwetu imekuwa ni fursa, kwa sababu kama mkurugenzi wa NIDA alivyotoka kusema kwamba watu wenye ulemavu wamekuwa ni kwa uchache sana wanapata huduma hii ya vitambulisho vya NIDA. Kwa hiyo hii kwetu tumeichukua kama fursa, na kama mnavyoona wamejitokeza makundi mbalimbali. Tunao watu wenye ualbino, wasioona, viziwi, walemavu wa viungo, wenye changamoto ya akili, wote wako hapa kwa ajili ya kupata huduma hii ambayo tumeipokea kwa mikono miwili. Kwa kweli tunawashukuru sana NIDA kwa kutuletea zoezi hili katika manispaa yetu ya Temeke. Kwa jina naitwa Mabadi Juma Mlawa, natokea wilaya ya Temeke, ni mwenye ulemavu wa macho na nipo katika zoezi hili ili kuwakilisha kile ambacho serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao nasi wanatuweke katika njia ya sehemu sahihi kama wanadamu wengine. Zoezi hili kwa kweli linatusaidia na vitambulisho vya NIDA vinasaidia, kwa sababu sisi kama watu wenye ulemavu tuna changamoto nyingi kwa kweli. Kwa mfano kama mimi kwa sina kitambulisho cha NIDA, natumia namba kwa kumpitia kwa mtu mwingine, kuna mtihani katika mwingine, na hii inasababisha wakati mwingine tupate changamoto. Kwa mfano kwa na simu na hifadhi fedha na kadhalika na huduma zingine katika kutumia za mtandao, kwa hiyo zinatupa shida wakati mwingine kama watu wenye ulemavu kutokuwa na kitambulisho cha NIDA. Pili, kwa kweli tunafurahi sana kwa wale ambao walitufanyisha kuja hapa kufanya zoezi hili kwa watu wenye mahitaji maalum, urahisi kupata vitambulisho vya NIDA. Na changamoto nyingi sana katika maofisi kwa kweli, kama tukenda katika ofisi kuu bila kuwa na wakilishi na bila kutujali kama hivi, na waasa kabisa ambao walikuwa na wanatuangalia kwa ukaribu waendelee kutuangalia kwa ukaribu, na katika wilaya zingine achana Temeke tu pekee, sababu wengi hatuna vitambulisho vya NIDA kama watu wenye ulemavu wa macho na watu walemavu wengine mbalimbali. Kwa kweli tunashukuru sana. Zipo changamoto nyingi ambazo
kukosekana kwa kitambulisho cha NIDA kwa mtu mwenye mahitaji, kwa kweli inakuwa ni mtihani zaidi. Unatoa rai gani sasa kwa walemavu wenzio ni kwa sana zoezi hili waweze kulichangamkia? Kwa walemavu wenzangu natoa rai kwamba ni muhimu kuwa na kitambulisho au namba ya NIDA kwa mtu mwenye ulemavu, kwa sababu kuna mambo mbalimbali kuhusiana na mazingira ya mitandao, wakati mwingine itatugharimu kama hatuna kitambulisho cha NIDA. Kwa mfano, utaka kusafiri kwa mtihani, kenda maofisini, wakati mwingine utaka kupata ajira, huna kitambulisho cha NIDA, ni mtihani, na vitu mbalimbali ambavyo vya kijamii, kiuchumi. Kwa kama una kitambulisho cha NIDA kwa mtu mwenye ulemavu au kwa mtu yoyote yule, ni mtihani. Kwa hiyo nawaasa wale wasiokuwa na vitambulisho vya NIDA wetu, watu wenye mahitaji maalum, wajaribu kupita sehemu za maofisi au za vyama vya wasioona au vyama vya watu wenye mahitaji maalum, ili wapewe taratibu wapate vitambulisho vya NIDA au namba za NIDA.